Dismas, kwanza hongera kwa kuita timu ya taifa, lakini pia mazoezi yameendaje leo? Mazoezi ya kwanza ni mara nyingine tena tunapata nafasi ya kuendelea kuipambania timu yetu ya taifa. Mazoezi yameenda vizuri, nafikiri kila mchezaji yupo tayari kwa mazoezi ya kesho ya mwisho kabla ya safari, na nafikiri kila mtu yuko tayari kwa sababu ya mchezo. Miongoni mwa kitu ambacho kimekuwa kinazungumzwa sana ni muda mfinyu ambayo mmepewa katika kujiandaa. Kwa upande wako kama mchezaji, inawezekana ni changamoto kiasi gani na unafanya vipi kuhakikisha kwamba inakuwa ni changamoto ya kawaida kuikabili? Mara zote timu ya taifa inaitwa kwa sababu ya wachezaji ambao wako tayari na wachezaji ambao wamefanya vizuri kwenye ligi. Kwa hiyo kila mchezaji anayekuja kwenye timu ya taifa anakuwa yuko tayari. Kitu ambacho kinafanyika ni maandalizi madogo madogo ya kuangalia mwalimu jinsi gani anataka timu yake icheze, lakini wachezaji nafikiri wengi hapa wanaokuja timu ya taifa kwa kipindi hichi ni watu ambao kucheza muda mrefu na tuna ukaribu na tunaelewana zaidi. Kwa hiyo ni mabadiliko machache ambayo yamefanyika ambayo ni rahisi sana mchezaji mwingine kuingia kwenye system. Kwa hiyo nafikiri sio challenge kubwa sana kwetu. Tukiangalia FIFA series kwa ujumla na ukitoa Kenya, ni mataifa mengine ambayo yani itakuwa ni ngumu sana kukutana nayo. Naweza kusema kama ni mataifa mageni katika macho ya Tanzania. Kama mchezaji unadhani kuna namna gani yenyewe kujifunza mnapokuwa mnakutana na mataifa mapya kama haya katika mashindano? Kwanza kabisa tunapokutana na mataifa mapya kama haya tunakuwa tumejiandaa vizuri, lakini pia sisi hatuichukulii hizi mechi 2 au 3 kama ni friendly game. Tunazichukulia ni mechi ambazo kama tupo kwenye competition ambayo tunahitaji matokeo ya ushindi na kuhakikisha kwamba tunakuwa bora kila siku. Yeah. Ni maandalizi kuelekea katika michuano ya AFCON 2027. Pengine tungetamani kusikia kama Nova umejipangaje kuelekea katika michuano hiyo. Kwanza kabisa tuna deni ambalo safari ambayo tushaianza ya mwaka jana ambayo tumefika hatua ya 16 bora. Nafikiri yalikuwa ni malengo ya kila mchezaji kufika katika ile hatua, japo tulikuwa tunahitaji kufika zaidi. Kwa hiyo sasa hivi tunaanza kujua kwamba tupo kwenye nafasi ambayo tuna uwezo wa kufika kwenye hatua ya 16 bora na kufanya vizuri zaidi, kupata nafasi ya robo finali, nusu finali na kufika mbele zaidi. Legacy gani ambao kama Nova unatamani kuiacha katika michuano hii? Kwanza kabisa kufika sehemu ambapo timu haijawahi kufika. Kwanza kitu cha kwanza ambacho tunakihitaji ni mimi kama mchezaji kuwapeleka Tanzania AFCON kwa consistency. Kila baada ambapo mashindano ya AFCON yanapofanyika, basi Tanzania iwepo katika timu ambazo zinashiriki mashindano ya AFCON, lakini hiyo tumeshaifanya. Hii ni mara ya 3 tunashiriki, kwa hiyo ishakuwa ni kitu ambacho nilikuwa natamani kiwepo. Kwa hiyo kitu kingine ni kuifanya Tanzania ipate nafasi kubwa katika mashindano ya AFCON, na inamaanisha kufika nusu finali mpaka finali. Kwa hivi karibuni tumeshuhudia kwa maana zile nchi ambazo zina host michuano ya AFCON zinafanikiwa kuondoka na kikombe cha AFCON. Pengine sisi Tanzania ni wenyeji kwenye AFCON 2027. Unaona tunaweza tukafanikiwa pia kuweka hiyo rekodi? Nafikiri maandalizi ambayo tunayafanya sasa hivi yapo kiushindani wa kufanya vizuri katika mashindano ya AFCON. Nafasi ambayo tutakayoipata, wachezaji ambao watakaoitwa timu ya taifa, nafikiri wao ndo wataiamua timu kuifikisha katika hatua ya finali au kuchukua ubingwa. Kwa hiyo tunajitahidi sasa hivi kuwa tayari na kujiandaa vizuri kwa sababu ya mashindano ya AFCON na tufanye vizuri zaidi tulivyofanya msimu uliopita. Katika list ya wachezaji ambao wameitwa, Aish Salum Manula ni jina ambalo Tanzania wengi sana wamelifurahia baada ya kuona uwepo wake, kutokana na uzoefu wake. Tunaamini kwamba kuna kitu ataongeza. Nova unamfahamu vizuri Manula. Uliposikia naye yupo katika squad, ulijisikia vipi na unaamini atakwenda kuongeza kitu gani? Tulimisi kama kiongozi kwenye timu, alitupokea sisi kimbio tunafika kwa sababu tumemkuta. Ni mtu muhimu ambaye anajaribu kuwa na vijana ambao wanaitwa kwa ugeni, kuwaonyesha mazingira ya timu ya taifa, lakini kuwapa falsafa ya timu yetu inataka nini. Kwa hiyo baada ya kujua timu Aishi anaitwa timu ya taifa tena anarudi kujoin na sisi, tumefurahi na tumempa ushirikiano na amefurahi pia kutuona tupo wazima na tunaendelea kufanya kazi vizuri. Inshallah tutafanya vizuri zaidi. Kuna taifa lolote ambao kuelekea katika hii michuano 2027 ya AFCON pengine unalihofia linaweza likatuzuia sisi kutimiza malengo ambayo tunayataka? Hatujawahi kumhofia mtu yote, tumeshacheza mechi nyingi. Wachezaji wengi wana experience ya kucheza mechi kubwa. Kwa hiyo nafikiri mchezaji mkubwa anacheza mechi kubwa. Kwa hiyo kwanza tunatamani kucheza na zile timu kubwa. Kwa hiyo hatuna wasiwasi wote na timu yoyote. Katika position ambayo unacheza kuna ushindani ama kuna mchezaji ambaye pengine anakupa ushindani ambao labda unakosa nafasi? Nafikiri mambo mengi sana ya nafasi kwenye timu. Hii ni timu ina wachezaji zaidi ya 25. Wote ni wachezaji wenye quality, wote wana uwezo mkubwa na ndio maana wako hapa. Kwa hiyo
maana yake yote ambayo yuko hapa anaweza kukuchallenge na ukamsubiri nje na akacheza vizuri tu. Kwa hiyo challenge ipo na kila mchezaji anahitaji kupata kufanya vizuri, kuonesha mazoezini ili mwalimu ampe nafasi. Kuna muda unakaa labda unaona Nova ambaye anacheza nje ya Tanzania na Nova ambaye anacheza kwenye Taifa Stars ni Nova wawili tofauti. Inaweza ikawa hivyo kwa sababu falsafa zinazotumika timu ya taifa na zinazotumika huko nilipotoka ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mimi pia najaribu kubadilika kutokana na mazingira. Yeah.